Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuchangia hoja iliyoko mezani ya Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Jambo la kwanza, ninaunga mkono bajeti hii na ninaunga mkono maoni yote ya kamati yale ambayo wameyapendekeza, na mimi nitakuwa na mambo machache ya kuzungumza. La kwanza, Mheshimiwa Spika, kwanza ni wapongeze Mheshimiwa Waziri pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya, pamoja na watendaji wote wa wizara hii, kwa sababu hii ni wizara ambayo ina mambo mengi kidogo ambayo yanahusu nishati kwenye taifa letu. Niwapongeze sana, kazi yao ni njema na anapitia misukosuko kuna wakati fulani, lakini wamekuwa pamoja na sisi kutokana na kwamba ukatikaji wa umeme unakuwa unajumuisha taifa zima, na watu muda mwingine wa Tanzania wanakuwa hawajui changamoto ni nini, lakini wamekuwa wakisimama pamoja na kusimamia wizara vizuri na kufanya vizuri hadi saizi hali ya umeme imetulia nchini, na nipongeze sana kwa watu ambao Mheshimiwa Waziri umekuwa ukifanya. Kubwa ni kuwa mkweli kwamba kunapokuwa na changamoto Tanzania nawaambia kuna changamoto, na kunapokuwa kumetatuliwa Tanzania tunaona kumetatuliwa, na hii imekuwa ni sifa yako ya kwamba ni kiongozi ambaye pia umekuwa muwazi na mkweli kwa Tanzania, na ndio maana mambo yamekuwa yakienda. Jambo lingine, ninampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, hususan kampeni yake ya nishati safi ambayo inamfanya abaki kuwa champion kwenye ulimwengu na kwenye Afrika kwa kuhamasisha matumizi ya nishati safi. Lakini kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, na niseme wazi Mheshimiwa Spika, tunapomzungumzia Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, na Watanzania lazima wafahamu mambo mengi ambayo yanaendelea kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Rais amejitahidi kwa level kubwa sana. Ninazungumza tu kwa mfano tu mambo machache ambayo Rais ameyafanya. Mheshimiwa Spika, ukiangalia tu kwenye swala la usambazaji wa umeme vijijini, Mheshimiwa Rais alikuta iko zaidi ya 52%, lakini sasa hizi amepeleka zaidi ya 100% kwenye usambazaji wa umeme vijijini. Lakini tunapomzungumzia Samia, tunamzungumzia Samia ambaye alikuta bwawa la Nyerere liko 20% na sasa hizi limekamilika, kwamba ni jitihada za Mheshimiwa Rais. Na tunapomzungumzia Mheshimiwa Rais tunazungumzia SGR ambayo ilikuwa na asilimia ya kutoka Dar es Salaam Dodoma ilikuwa na 49%, leo unazungumzia ni 100% imekamilika. Unapomzungumzia Samia unamzungumzia Samia ambaye makao makuu ya mahakama ambayo juzi ameyazindua yalikuwa 30% na sasa hizi yako 100%. Unapomzungumzia Samia unamzungumzia ambaye mji wa serikali aliukutwa na 20%, leo na 89% katika ujenzi. Kwa hiyo tunapomzungumzia rais tunajua tunamzungumzia kwa takwimu, na tunamzungumzia rais ambaye amefanya kazi katika upana na ukubwa ambao kila mmoja anatakiwa ajivunie, na tumhakikishie Mheshimiwa Rais sisi kama wabunge na wawakilishi wa wananchi tunamuunga mkono, na uchaguzi wa mwaka huu atembee kifua mbele kwamba sisi tuko pamoja naye. Ya kwangu atakuwa ni machache sana ambayo yamejikita kwenye jimbo la Makete na wananchi wa Makete. Cha kwanza, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nikupongeze na kamati yako na kamati ya Bunge kwa kufika Makete na kwenda kujua changamoto za umeme kwenye jimbo la Makete. Sisi Makete tulikuwa wakati tunaingia mwaka 2020 kwenye nafasi ya ubunge, katika vijiji 93 ni vijiji 32 tu vilikuwa na umeme. Leo ninapozungumza vijiji 93 vyote vimepata umeme, na kijiji ambacho kwa kinasumbua, kijiji cha Kiguru, mkandarasi amepatikana na anaendelea na kazi. Namshukuru sana mkurugenzi wa Lea kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, kwa sababu kile kijiji kilikuwa kinasumbua. Tunawapongeza sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni rais mtu aliyeko mjini, Mheshimiwa Spika, kuizungumzia Makete kama unazungumzia kamji kadogo hivi. Kutoka kata moja kwenda kata nyingine unazungumzia zaidi ya kilomita 150, na unazungumzia mazingira ambayo kuna mabonde, kuna milima, kuna minuko. Wananchi wanapoona umeme umefika huko, kwa kweli wanaipongeza sana serikali, kwa sababu hata mbunge mwenyewe kuna eneo ukifika uamini kama umeme umefika kwenye lile eneo. Ni kwamba serikali imefanya kazi kubwa kwenye usambazaji wa umeme vijijini. Kubwa tu ambalo tunaliomba ni kwamba kuna vijiji ambavyo kumekuwa na changamoto ambayo Mheshimiwa Kirume Ngenda, makamu mwenyekiti wa kamati, amezungumza. Makete inanyesha sana mvua, kwa hiyo radi zimekuwa zikipiga sana. Kwa hiyo transformer kumekuwa na changamoto kubwa za transformer kuungua kutokana na radi nyingi. Kwa hiyo tunaiomba serikali maeneo haya ambayo yana mvua muwekeze sana kuweka mitego ambayo inaweza kaa inanasua hiyo changamoto ambayo tumekuwa tukiipata. Kwa hiyo unakuta muda mrefu wananchi wanakosa umeme kwa sababu kubadilisha transformer mara kwa mara kutokana na kuungua kutokana na radi nyingi kumekuwa kikutusumbua kwa muda mrefu. Mathalan kata ya Lupira, kata ya Ukwama, kata ya Ipepo, kata ya Mbalache. Hizi ni maeneo ambayo yamekuwa na changamoto kubwa sana. Wananchi wanaomba sana muwasogezee huduma ya kupambana na radi ili kusiwepo na kuungua kwa mara kwa transformer hizi ambazo zimekuwa zikisambaza. Lakini kingine
Sisi tuna bwawa la Mwalimu Nyerere na mheshimiwa bwawa la Lumakalia, bwawa ambalo ni la pili baada ya bwawa la Mwalimu Nyerere endapo litajengwa, kwa sababu ni bwawa ambalo wewe mheshimiwa waziri wa nishati ulifika Makete na kwenye eneo ambalo maji yanapatikana. Sasa tuwaombe wana Makete, kwa muda mrefu wamekuwa wakisubiria ndoto hii iweze kutimia ya kuhakikisha kwamba mradi unaanza kujengwa, na tayari mlishaweka alama kwenye eneo ambalo mradi litakuwa linapita lile bwawa. Sasa hili eneo wananchi wamesimamisha shughuli za kiuchumi kwa takriban inaenda miaka 2 sasa wakisubiria mradi utekelezwe. Tunatamani sana muweze kutuambia na kutupa majibu ni lini fidia italipwa ili watu walipwe, wapishe lile eneo na mradi uweze kuanza kutekelezwa. Na Profesa Imanya amezungumza hapa. Moja kati ya marejeo ambayo aliyazungumza mheshimiwa waziri ulisema, kwa nini tumefika leo hapa umeme unakatika mara kwa mara au tuna shortage ya umeme nchini? Ulisema kuna wakati tujisahau kuongeza vyanzo. Kwa umeme matumizi yameongezeka, usambazaji wa leo umesambaa na umeme umekuwa matumizi yake ni makubwa. Kwa vyanzo vingi vimekuwa vimezidiwa nguvu. Ilikuwa ni hoja yako ya msingi sana, naamini unaendelea kusimamia hoja hiyo, kwa sababu kama tutajenga bwawa la Lumakalia pale Makete, tukaenda kuzalisha umeme kule Makambako wa upepo, tukaenda kuzalisha umeme kule Same wa upepo, tukiongeza vyanzo hivi, tunaamini kabisa kwamba tukiwa na umeme toshelevu unaweza kutusaidia, kwa sababu nchi yetu ni nchi ambayo inaelekea kuwa na viwanda na migodi mingi. Kwa hiyo tunahitaji matumizi makubwa ya umeme, kwa sababu mathalan ni mgodi kama wa Geita, gold mining ni mgodi ambao umeme wake unaotumika pale unazidi matumizi ya mkoa wa Iringa yote. Mkoa wa Iringa umeme unaotumia hawezi kufikia matumizi ambayo yanatumika kwa mwezi ndani ya mgodi wa Geita gold mining. Sasa kama migodi hiyo ikiwepo 10, ikiwepo 20, na kwa sababu madini yamekuwa yakiibuliwa mara kwa mara, tunatamani kuwa na umeme mwingi, na sisi Makete tuingie kwenye record ya kuzalisha na kulifaidisha taifa kwenye uzalishaji wa umeme. Kwa hiyo wana Makete amenituma ni kuombe sana mheshimiwa waziri na Wizara ya Nishati na wataalamu wako hapa, mtusaidie upatikanaji wa umeme kwenye bwawa la Lumakalia. Imekuwa ni historia ya muda mrefu sana. Mimi toka ninazaliwa ninasikia kwamba kuna mradi huo, na mmeonyesha kwamba kuna green light inakuja ya kuanza kutekeleza mradi huo, lakini sasa ni lini wanaanza kulipwa? Tunatamani waanze kulipwa mapema ili wapishe na mradi uanze, na sisi tumeupokea mradi ule kwa mikono miwili na tuko tayari kutoa ushirikiano. Mheshimiwa Spika, jambo lingine ni tunaipongeza serikali. Sisi Makete toka mwaka 97 tulikuwa tunatumia line ya kutokea Mbeya kuja Makete ya umeme, lakini mwaka huu 2024 mwezi Novemba mmetubadilishia line, sasa tunachukulia Njombe kuelekea Makete, na line hii imetufanya sasa tuwe na umeme wa uhakika kwenye jimbo letu, kwa sababu tulipokuwa tunatumia umeme wa Makete tulikuwa tuna substation, kwa substation ilikuwepo kule Mbeya na ikawa inazidiwa nguvu, lakini sasa hizi substation tulionayo imejengwa Nging'ombe inayotusaidia tu Makete, kidogo kumekuwa na uimarishaji wa upatikanaji wa umeme jimbo la Makete. Tunaomba sana changamoto ambazo zimejitokeza katika umeme muweze kuzitatua, kwa sababu substation hii bado haijatengemaa, lakini tunaamini kwa jitihada ambazo wizara hii imekuwa ikifanya mnaweza mkatusaidia utulivu wa umeme kwenye ile line ya kuelekea Makete ukapatikana na wananchi wa Makete akapata umeme wa kutosha. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nitumie nafasi kupongeza, kwa sababu umeme wa Makete uletwa na mzee wangu Tuntemeke Mesa Kanungwa Sanga, na mimi sasa nimekuja kubadilisha line, nimeitoa kutokea Njombe kuelekea Makete. Hii inatufanya tubaki kuwa na record nzuri sana. Lakini jambo lingine ni Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwenye jambo la Mheshimiwa Speaker, ni kwenye jambo la energy saving campaign. Kama nchi ni lazima tukaanza kuwa na energy saving campaign kuelimisha Watanzania. Matumizi ya umeme ni sahihi, lakini lazima tuwe na matumizi sahihi ya umeme. Watanzania wengi tumekuwa na behavior, unaweza kuwasha umeme akaacha taa zinawaka siku nzima, na maeneo mengine tumekuwa tukifanya hivyo. Ni muhimu kama nchi tukaiga utamaduni wa mataifa mengine ambavyo wanafanya, kama wizara kuwa na kampeni ya energy saving campaign. Hiki ni kitu muhimu sana kwenye nchi, si tu kuzalisha umeme. Tunazalisha umeme ndio, lakini je, tuna save ule umeme? Na ndio maana teknolojia zimekuwa zikija kwamba kwa sababu ya behavior za binadamu, anatoka chumba bila kuzima taa, watu wameanza kwenye mahoteli kufunga vitu ambavyo appliances ambazo zinasababisha umeme ujizime mtu ukitoka, kwa sababu watu wanakuwa hawana utamaduni wa kutunza energy. Kwa sababu kama taifa lazima tuwe na utaratibu wa kusave energy ambayo tuko nayo, ili tuweze kuendana na mifumo ya kiuchumi, lakini na kusaidia watu wetu wa TANESCO na line zingine kuendelea kupata umeme kwa uhakika. Kwa energy saving campaign ninatamani sana iwe ni moja kati ya kampeni yenu nyie
kutoa vipindi hapo kwenye ma-TV, kutoa vipindi mashuleni, lakini kuelimisha jamii kwamba unapotoka ndani ya nyumba yako uwe na tabia hii ya kuzima taa, uwe na tabia hii ya kuzima switch, ili kuhakikisha kwamba tuna save umeme kwenye nchi yetu, kwa sababu matumizi ya umeme yamekuwa ya kihorera sana, kitu ambacho sio sahihi kwenye nchi yetu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nikutakie kila laheri. Mheshimiwa Spika, nikutakie kila laheri kwa sababu tunaamini kwa jitihada kubwa ambazo unazifanya na kwa uwakilishi wako kwenye bunge la umoja wa mabunge duniani, umekuwa ukitupa heshima kama nchi, na sisi kama wabunge tunajivunia na tunaomba wana Mbeya kwamba wakupe haki yako, wakurejeshe haki yako, na kwamba mwezi wa 11 mwaka huu uwepo hapa kwenye kuapa pamoja na sisi, tunikiamini kabisa kwamba uendelee kuipeperusha bendera ya nchi yetu. Kwa hiyo tunakutakia kila laheri Mheshimiwa Spika, na tupo tayari, na kwa sababu sasa hizi tunajiandaa kwenda kwenye tour ya marathon kule Mbeya, tutaenda kuwatangazia pia kwamba tunamhitaji Dr. Tulia tena ndani ya bunge letu. Asante sana Mheshimiwa Spika, na Mungu akubariki sana.